alikuwa mfalme wa Iran ambaye alionyesha kwa kiasi kikubwa kuunga mkono upande wa Marekani na alikuwa akila nao sahani moja na Marekani alikuwa akijipakulia tu mafuta kutoka pande zile za Iran. Lakini mara baada ya kufanyika pia mapinduzi ya jinsi ya uendeshaji wa nchi ya Iran kutoka kwenye utaratibu wa kifalme na kwenda kwenye utaratibu wa kidini, na Iran sasa kutangazwa rasmi kuwa ni taifa la Kiislamu, tuseme kwetu huku ni rahisi kusema Kiislamu. Kwao kule sio Uislamu huu ambao tunazungumza huku kwetu, lakini tuseme ni like Islam ili tuweze kuelewana na Watanzania wenzetu. Kwa hiyo baada ya hapo imeonekana Iran ikageuka kuwa ni nchi yenye misimamo mikali, lakini pia ikawa na baadhi ya miradi ambayo Marekani ilikuwa iungi mkono, ikiwemo mradi wake wa kujilinda kwa kutumia silaha za nyuklia na kuendelea kurutubisha madini ya uranium kwa ajili ya kuzalisha silaha hizo. Imekuwa ni mgogoro wa muda mrefu, lakini Marekani hakuonekana front mpaka pale Israeli alipoonekana mbele na kuanza kushambulia Iran na baadaye kuungana moja kwa moja na Marekani. Hii imeleta mzozo duniani. Wakati watu walifikiri ingekuwa ni vita kati ya Marekani akishirikiana na Israeli dhidi ya Iran na washirika wake, ikageuka ghafla kuwa ni vita dhidi ya dunia, kwa sababu Iran akashikilia uhai wa dunia kwamba sitaruhusu Hormuz meli yoyote iweze kupita, kupeleka mafuta mahali popote, na kupitia hilo nikaona ikawa tishio dunia nzima. Lakini alikadhalika pia alitishia kwamba pale Hormuz pia pana mkondo, kuna njia ambayo inapitisha data, taarifa zote ambazo za data, kwa maana kwamba internet, nyaya za internet zinapita pale, na aliahidi kwamba angezifyeka zote, dunia ikakatika network. Maana muda kama huu tusingeweza kufanya content kama hii. Ni kweli. Sababu cable zote underground zilipita pale chini ya bahari. Kwa nadhani ikawa kitu ambacho kikawa ni tishio kote duniani. Lakini habari njema ambayo tumeipata leo ni kwamba Iran pamoja na Marekani wamekubaliana kusitisha vita kwa siku 14 na kwenda kwenye mazungumzo yanayoongozwa na Pakistan. Na inasemekana siku ya Ijumaa watakuwepo pale Pakistan kwa ajili ya kwanza mazungumzo. Lakini Iran ameweka wazi kwamba ana mahitaji yake 10, ana masharti 10 ambayo anataka Marekani ayatekeleze. Na Marekani pia amekuwa na masharti 15 kwa Iran ili kuweza kusitisha vita moja kwa moja. Na inaonekana taarifa zinasema kwamba hata Israeli pia amekuwa ameungana pamoja na hii, amekubaliana na hii kusitisha vita kwa siku 14. Kusitisha vita kwa siku 14, Iran ametangaza ni ushindi mkubwa kwake, na kwa mara kwanza anasema katika historia ameweza kumtandika Marekani. Mpaka Marekani amekubali kwenda mezani. Kwenda mezani kwa Marekani ni ishara ya kushindwa katika vita? Hapana. Kwenda mezani Marekani si ishara moja kwa moja kwamba ameshindwa vita, kwa sababu hii sio vita ya kwanza kwa Marekani. Tunaona aliwahi kupigana vita ya Vietnam, aliwahi kupigana vita ya Iraq mwaka 1990 na kuendelea kule. Venezuela pia tumeshuhudia akifanya hizo military attack. Anachofanya Marekani, ikumbuke kule Middle East kawekeza sana, ana military base, lakini pia ana sehemu za strategic economic plans ambazo amezinvesti kule. Kwa hiyo yeye anachoogopa akiingia kwenye hiyo vita in economic, atapoteza uchumi wake, unaweza kutingishika, particularly kwenye investment alizowekeza kule kwenye zile nchi za Middle East. Kwa Marekani anaogopa uchumi utashake, lakini sio kwamba hawezi kupigana vita, anaweza. Lakini sasa tunajifunza, mimi nadhani labda tunaweza tukasema tunajifunza njia mpya ya kupigana vita, kwamba badala ya kutumia nguvu kupeleka wanajeshi na nini, unaweza ukapigana vita kwa kupiga source za uchumi za adui yako. Tumeshuhudia vita ya tofauti kidogo. Tulitarajia zamani pale za kale, tulitarajia wanajeshi wanaingia pale, wanafanya mission na nini, wanavamia maeneo mbalimbali, lakini sasa hivi ni teknolojia. Inatumwa mabomu, inawekwa mifumo inalinda, mifumo inashindwa, mifumo inafanikiwa, kuna maeneo inafeli, lakini pia adui yako anapiga military base zako kutoka maeneo mbalimbali duniani,
ana direct wapi anataka kuweka bomu lake, anapiga vyanzo. Marekani ilikuwa inatishia wakati fulani kupiga sehemu ambazo zinafanya uzalishaji wa umeme wa nchi ya Iran na vitu kama hivyo. Ni aina gani ya vita tunaishuhudia sasa hivi? Hii vita ambayo tunaishuhudia ni wanaita proxy war, yani ile vita ya kuviziana kwamba wewe ukipiga hapa mimi nitapiga pale, wewe ukipiga kwenye miradi yako kuna mimi nitapiga kwenye miradi yako. Kwa hiyo ni vita ambayo ipo tangu mwaka 1980 na kuendelea. Ni vita ambazo zimebase sana kwenye tactics mbalimbali na mbinu, sio za kutumia direct watu kwenda kushambulia, na ndio maana umeona hata teknolojia inatumika zaidi kwenye hizo vita zao. Ilionekana mwanzoni mwa vita hii ni kama Marekani alikuwa anataka kupata ushindi wa mapema sana, mara baada ya kufanya shambulizi la kwanza tu na tayari alikuwa ameshamuua kiongozi mkuu wa nchi ya Iran. Ikaonekana kama ni mafanikio makubwa, lakini amekuja mtoto wake take over na ameweza kufanya mambo makubwa ndani ya muda mfupi. Hii inaleta picha gani kwa vijana wa Afrika? Hii inaleta picha kwamba endapo nchi imesimama kwa pamoja dhidi ya jambo fulani, ni vizuri kutii ule msimamo wa wakubwa ambao wametangulia. Naamini yule Ayatollah alikuwa na msimamo ambao alijua kwamba atakufa kwa sababu hawakupatana vizuri na Marekani. Kwa hiyo aliacha mizizi base kwamba hata nikitokea nimekufa, kiongozi atakuwa ni fulani na afuate mizizi hii na hii na hii na hii. Na ndio maana unaona baada ya kufa yeye kisasi kikaibuka mara mbili baada ya ile Februari 28 kuuawa yule Ayatollah. Hii ni picha sura gani tunaipata vijana wa Kiafrika, lakini pia nchi za Kiafrika, kwa sababu tumekuwa na nchi zetu ambazo viongozi itakupa mfano Yoweri Kaguta Museveni, muda unaenda kweli kweli, muda umeyoyoma, lakini Kaguta Museveni yupo madarakani. Wale wachekeshaji wa Kenya wanasemaga, kuna mmoja pale anajitaga profesa, nadhani anatoka Uganda, anasemaga Yoweri Kaguta Museveni is the only president who stand when he sit. Yani huwa anakuwa amekaa huko amesimama. Lakini yote ni matokeo ya umri. Sasa tunajifunza nini? Kwamba tunaweza tukaandaa vijana na tukawapa misimamo na misingi vizuri, kisha wakaweza kutake over na kuweza kufikisha yale matakwa ya mataifa yetu ya Kiafrika. Nadhani wakati viongozi wa Afrika sasa kuamka na kuanza kuandaa kizazi kijacho ambacho kinaweza kufanya vizuri katika kila eneo. Lakini sio viongozi peke yao. Tunajifunza katika sekta mbalimbali, katika uchumi pia, namna ya kuwezesha vijana kuweza kutake over, lakini pia ni funzo katika taasisi binafsi na taasisi zingine ambazo zinaongozwa na watu ambao umri umekwenda kweli kweli. Ni wakati wa kuanza kuandaa watu success plan, kwamba tapotoka atakuja fulani anaweza akafanya vizuri. Ni picha kama hiyo tunapata. Asante.